Jambo na siku njema wadau wa Kwetu News 24. Shukrani kuichagua media pendwa. Pokea habari ya ukweli toka ulimwenguni. Leo tariki 16 Januari mwaka 2026, ikiwa Uganda, Tanzania, pia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi hadi Amerika. Asante kwa chaguo lako Kwetu News 24. Kwanza tukukaribishe tena kwa habari zetu siku za leo. Hizi hapa tukianza na nukta za habari zenyewe. Uganda ambako mchakato wa uchaguzi ukiwa umepamba moto. Ujio wake Museveni baada ya kuongoza nchi hiyo miaka 40. Kipi raia wa nchi hiyo wasema? Angola, ujumbe toka Senko pia NSC toka kuelekea kwake Joao Lorenzo akiwa msimamizi wa nchi hiyo katika hali ya kutafuta amani ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo upande wa mashariki. Jelekea pia ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Kivu Kusini, Bukavu, kiwanda cha kutengeneza vinywaji Bradimam kwa jina la zamani, kwa sasa jina mpya Pombe la Afrika, ikiwa imetangaza hivi karibuni kuweka pombe yake sokoni. Pombe hiyo inategemewa na kutumainiwa mgani ndani la nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia baada ya bomu iliyozua huko Kivu Kusini, Uvira, ambako ikiwa imeripotiwa kubomoa mgahawa wa vinywaji kwa jina maalum Blue Cat iliyoko karibuni na bandari Kalundu. Baada ya tukio hilo, jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusema ilenga ukumbi ambako ilikuweko mkutano wa AFC M23, lakini upande wengine AFC M23 kukanusha hapakuwa na mkutano wala pakupatikana kwa kinajeshi, bali ni raia walionusurika. Hakika wa mambo ni kwamba wakazi wa isiyo sehemu hiyo hawakupewa nafasi ya kwenda kushuhudia baada ya tukio. Tukibaki tu huko Uvira ambako raia waishio kwenye mji huo wajawa na mashaka kusema kwamba barabara namba 5 iliyokuwa kwenye project msimu huu ukiwa na mashaka baada tu ya kustopishwa. Hindi wahasi wa AFC M23 waliingia sehemu hiyo huku wakishakia baadhi ya vitu vilivyoachwa pindi kazi hizo zikiwa zimeendelea pelekwa sehemu usiohusika, wakiwa na mashaka kwa Bulimbo iliyoko sehemu ya hapo bandari Kalundu. Tukijelekeza huko Afrika Kusini ambako zaidi ya watu 19 poteza maisha baada ya mafuriko iliyoripotiwa huko baada ya mvua zilizokuwa zikitanda sehemu hizi, na hiyo ikiwa kwenye jimbo kadhaa, Mpumalanga pia Limpopo. Pia tukijelekeza huko nchini Burundi ambako tukija moja kwa moja kwenye kambi ya Ruhigi, wakimbizi wapatikanao sehemu ya kambi hiyo ya Ruhigi kupitia hali ngumu, salama mdogo, pia hali mbovu ya usafi inasababisha baadhi kupoteza maisha na wengi kugonjwa. Sawa na wakimbizi hao kuomba viongozi wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia nchi za kimataifa na zile shirika za kiutu kuchukulia jambo hili kwa kina, pia wa suluhu. Na kwa kumalizia habari hizi za siku ya leo ni kwamba sawa na tangazo lililowekwa rasmi toka AFC M23, sawa pia na kitangazo kilichowekwa toka duru ya France 24 kusema kwamba mji wa Uvira umekabidhiwa kwenye mikono ya Umoja wa Mataifa. Tangazo hilo lililowekwa rasmi hiyo Alhamisi 15 Januari mwaka 2026. Msikilizaji wa Kwetu News 24, kabla kumalizia taarifa hizi tukujie na habari za huko viwanjani kwenye michuano ya soka kwa Morocco, ambako michuano final ikiwa imepamba moto na huku timu 4 zikiwa zimesalia hivi matukio tayari na kuelekea kwenye final. Senegal ambayo ilichuana na ile Misri ikiwa kwenye ushindi ya Senegal bao 1-0, na hiyo Morocco ambayo ilipata ushindi baada tu ya mechi ya kawaida huku ikitimua mikwaju 4
kwa 2, faida ya Morocco mikwaju 4 kwenye mechi ya kutafuta namba 3, na huku hiyo Jumamosi ambako katika nafasi ya kutafuta mshindi wa 3 Misri itakuwa ikikutana na hiyo Nigeria, ambako kwenye final Morocco ikiwa itachuana na Senegal. Mbilizaji, mengi mazuri yapate hapa toka Kwetu News 24. Msikilizaji na mtazamaji wa media pendwa Kwetu News, hapa ndipo tumetimisha habari hizi. Baki nasi ikiwa mengi yameandaliwa